Monsinyori ni cheo cha heshima anachopewa padre katika kanisa Katoliki, na heshima hiyo basi anapewa padre kutoka kwa Papa, yani Baba Mtakatifu. Ni heshima ambayo kanisa linatambua kwa namna ya pekee mchango wa kichungaji katika kanisa kutoka kwa padre fulani, na kimsingi sio sakramenti bali ni hadhi ama heshima tu anayopewa padre katika kanisa Katoliki, kwa sababu katika daraja takatifu, sakramenti ya daraja takatifu ambayo ina ngazi tatu: ushemasi, wa upadre na uaskofu kama ukamilifu wake, basi umonsinyori anapewa padre kama heshima, sio sakramenti. Na pengine watu wengi wanachanganya ama wanashindwa kuelewa monsinyori ni kama askofu, pengine kutokana na yale mavazi anayovaa. Kimsingi heshima hiyo anayopewa inaendana na ruksa hiyo ya kuvaa mavazi yale yanayofanana kabisa na askofu, kwamba kaso kwa makanzu ile nyeusi yenye virembo vya zambarau, ama inaweza ikawa nyeupe yenye virembo vya zambarau, na kofia ile ya bireti, kofia aina ya bireti ipo ile kama ina engo hivi, ndo anapewa hiyo, inaendana pia na hiyo heshima anayopewa. Na kimsingi neno hilo monsinyori linatokana na maneno mawili ya Kifaransa, Monsignor, ambayo kihistoria tunaambiwa ina maana ya bwana wangu ama mkuu wangu ama mkubwa wangu. Ni neno ambalo kabla ya kuingia katika muktadha wa kikanisa lilikuwa likitumika katika mandhari ama mazingira ya kifalme, ya kiutawala, ya kisiasa na kijamii kwa namna ya pekee, kwamba watu wa hadhi kubwa walikuwa wakitambulika na hilo jina ama hiyo title, iko cheo Monsignor, ambalo tukaja kulipata Kiitaliano Monsignore, manake my lord, bwana wangu, lile lile, na Kiingereza Monsignor, Kiswahili tunasema monsinyori fulani. Kimsingi neno hilo monsinyori ama title hiyo ni heshima ambayo padri fulani anapewa kutokana na mambo mawili. Jambo la kwanza ni kanisa linatambua mchango wake na utumishi wake kama mwaminifu katika uchungaji, katika ushauri wake ama kazi fulani, elimu na uwezo wake mkubwa wa kuongoza na kichungaji katika jimbo ama katika taasisi ama mabaraza ya kipapa kule tunasema Roman Curia. Na padri ambaye anapewa jukumu hilo linaweza likaendana na hiyo hadhi ya heshima, kutambua mchango wake katika kanisa, lakini wapo wengine wanaopewa kutokana na ofisi ama kazi maalumu ambayo ataenda kuifanya. Na hiyo ndo kwa ufupi maana yake monsinyori. Monsinyori anafanya kazi gani? Kimsingi kama tulivyokwisha kusema, monsinyori ni hadhi ama heshima tu anayopewa padre. Kwa hiyo anabaki na jukumu lake lile lile kama padre, kuadhimisha masakramenti, shughuli mbalimbali za kitume na za uinjilishaji, kutembelea wagonjwa, kubatiza, kuongoza misa, uongozi katika parokia, katika vituo na taasisi mbalimbali za jimbo ama kanisa la kiulimwengu, yani zile kuria za Roma. Na kwa hiyo tunaweza tukasema, tusiseme moja kwa moja kwamba monsinyori kazi yake ni hii, la hasha, bali monsinyori anakuwa anafanya kazi kama padre tu, ila anakuwa tofauti yake na padri mwingine ni hiyo heshima aliyopewa na Baba Mtakatifu. Na kwa hiyo monsinyori anaweza kufanya kazi kama paroko katika parokia fulani, anaweza akawa gambera labda wa seminari ndogo ama seminari kuu, anaweza kuwa hata mlezi
mwalimu na mlezi katika seminari kuu, lakini pia anaweza kuwa vicar general, anaweza akawa mkurugenzi katika idara mbalimbali za kijimbo, lakini wakati mwingine anaweza kuwa hata kansela wa jimbo. Kwa hiyo inamaanisha hivyo, anaweza kufanya kazi zozote, lakini pia sio kila monsinyori anaweza kuwa kansela. Kwa hiyo anafanya majukumu yake ya kipadre, na huo monsinyori sio kwamba daraja linalomtofautisha na padi mwingine, wote wanakuwa katika hiyo daraja takatifu ya upadre. Monsinyori anafanya kazi kwa sababu yeye ni padre, anafanya kazi zile zile ambazo padre anafanya. Monsinyori awe na umri wa miaka mingapi? Yaani padre ambaye anapewa hadhi ya monsinyori awe na umri wa miaka mingapi? Kikanuni ama katika mkusanyo wa sheria kanoni, hakuna umri maalum uliowekwa kwa ajili ya padre kupewa hiyo hadhi ya umonsinyori. Ila kikanuni sheria za kanisa namba 1031 ile paragrafu ya kwanza inaelezea kwamba mtu ambaye anatakiwa kupewa daraja takatifu ya upadre awe na umri angalau miaka 25 na ukomavu unaohitajika. Na hivyo kama monsinyori ni heshima ama hadhi anaopewa padre kutoka kwa Baba Mtakatifu kwa ombi maalum la Askofu Mahalia, hivyo kivyovyote vile lazima atakuwa na umri fulani. Anaweza akawa na umri wa miaka kuanzia hiyo miaka ya upadre na kuendelea, kwa sababu hadhi hiyo ya umonsinyori anapewa padre kama tuzo ya heshima anayopewa na Papa kwa ombi maalum la Askofu Mahalia kwa ajili ya kutambua mchango wake wa kichungaji, uaminifu, uadilifu wa kitume na kichungaji katika jimbo, na mchango wake mkubwa wa kichungaji katika jimbo mahalia. Kwa vyovyote vile itamlazimu awe amechukua umri mrefu ili kuweza kufikia hayo. Kwa ndio maana tunajikuta mamonsinyori wengi wanateuliwa wakiwa na umri mkubwa, ila hakuna umri maalum ambao umewekwa. Na kwa upande wa pili, wale wanaopewa hiyo hadhi ya umonsinyori kutokana na ofisi maalum ama kazi maalum wanaosimamia, kwa mfano wale waliokuwa karibu na Baba Mtakatifu namna ya pekee kwenye ofisi zile, labda ofisi ya secretariat, ofisi ya inayohusika na mambo ya liturujia, zile dikasteri na kadhalika na kadhalika, wale wote wanapewa hizo hadhi za kimonsinyori kutokana na ofisi. Kwa hiyo kwa swala la ofisi hapo unakuta mtu ana miaka hata 35, 30, 35, 39 na kuendelea, anapewa hiyo hadhi ya umonsinyori. Mfano mdogo ni wa Baba Mtakatifu, katibu wake, yani ule personal secretary ambaye anahusika na masuala yake, anaenda kwa jina la Monsinyori Edgard Ivan Inga. Huyu ni padre kutoka katika nchi ya Peru. Ni padre ambaye ana umri wa miaka 39, lakini ana hiyo hadhi ya umonsinyori na hata yale mavazi anavaa ya kimonsinyori kwa heshima kutokana na kazi ama kutokana na ofisi yake. Ndio maana ametunikiwa heshima ya Monsinyori Edgard Ivan Inga kama personal secretary wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kwa hiyo hatuwezi tukasema umri unatakiwa uwe miaka 65 sijui au miaka mingapi moja kwa moja. Basi ni kutokana na ombi maalum ambalo Askofu Mahalia, askofu jimbo, anampa Baba Mtakatifu ombi hilo, na Baba Mtakatifu basi anamtunukia hiyo heshima ama hadhi ya umonsinyori padre kutokana na mchango wake mkubwa wa kichungaji katika jimbo. Na hivyo masuala ya umri yanakuja pale ambapo unajikuta ili waweze kufikia huo umri au mapadi wanakuwa wamefanya vitu vingi kwa muda mrefu. Ndio maana mapadi wanaochaguliwa basi wanakuwa na umri kidogo umesogea katika majimbo yetu. Basi na kwa namna ya pekee katika jimbo kuu la Dar es Salaam, tarehe 18 ya mwezi wa 8 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 basi
kuwatunukia hiyo hadhi ya heshima ya umonsinyori mapadi watatu kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Padi Steven Nyilawila, Steven Oswald Nyilawila, Padri Benedict Shayo na Padri Jovin Bakekela kutoka katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam, basi wametunikiwa hiyo heshima na hadhi kama mamonsinyori kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa kutambua michango yao ya kichungaji katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam na kote ambapo wamefanya utume wao. Mimi ni Padri Benjamin Maganga Bundala. Hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.